Kwanza tupeane pole wa Tanzania kwa kuwa hatukutegemea kama tutapitia wakati kama huu. Lakini kwa upande wangu kinachoniogopesha zaidi sio maandamano ya kesho tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025. Bali kila ambacho Mungu alitangulia kunionyesha kupitia ile ndoto ya tarehe 24 mwezi wa 8 2023. Maana nakumbuka kwenye ile ndoto nionyesho waliokuwa wamebeba silaha walikuwa ni watu wageni, yani sio raia wa Tanzania. Nilionyeshwa walikuwa ni Waarabu. Na sikuwahi kutegemea, yani hilo sikuliweka sana akilini. Lakini kwenye maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025 ilipotokea kwamba walikuwepo watu ambao walikuwa nje ya Watanzania, ilinipa kuwaza tena kwenye ile ndoto. Maana tunajua ya kwamba Mungu anaweza akaonyesha kitu kwa ufupi sana lakini kikabeba upana zaidi. Lakini pia anaweza akaonyesha kitu kwa mafumbo. Kwa hiyo hofu yangu sio kwa habari ya machafuko ambayo yanaweza kusababisha kati ya waandamanaji na raia, bali ni pale ambapo mataifa mengine hasa ya magharibi yatakapoweza kupata mlango wa kuingia Tanzania, maana njia yao kuu huwa ni machafuko. Kwa hiki ndicho kinachonipa mzigo zaidi kuomba kwa ajili ya Tanzania, kuhamasisha maombi kwa ajili ya Tanzania na kuomba watu wasishabikie maandamano. Badala yake ningetamani kuona kila mmoja anawaza kumuomba Mungu. Hicho ndicho ambacho ninakiwaza zaidi. Na najua ndugu yangu ni kwamba siku zote Mungu akianzisha jambo lake kwa mtu au kwa taifa, huwa inahitajika umakini wa kumsikiliza Mungu anasema nini, Mungu anataka nini. Naomba niwakumbushe wasomaji wa Biblia. Nakumbuka Mungu alipokuwa na mission ya kuwatoa Israeli kutoka utumwani kwenda nchi ya Kanaani, walifelia wakiwa wamefika karibu kabisa. Maandiko yanatuonyesha kwamba walipokuwa wamekaribia kwenye nchi ya ahadi, Musa akatuma wapelelezi 12 ili kwamba wakaichunguze hiyo nchi, walete taarifa, kisha wajipange sasa waone wanaenda kuimilikije. Lakini wapelelezi waliokuja kutoka kwenye kupeleleza wakaleta taarifa ambayo sio. 2 tu ndo wakawa waaminifu, Yoshua na Caleb. Kwa hiyo walipoleta taarifa ambayo ni kinyume na mpango wa Mungu, hawa nao walioletewa taarifa wakaungana na wale walioleta taarifa isiyo ya kimungu. Mungu akakasirika, akasema nitachukuliana na watu hawa mpaka lini? Hawataniamini mpaka lini? Mungu akakusudia kuangamiza, lakini kwa sababu Musa aliendelea kumsihi Mungu, Mungu akawaangamiza kwa namna hii ya kwamba akaamuru kwamba badala kwamba waingie kwenye nchi ya Kanaani, sasa watatembea jangwani kwa muda wa miaka 40. Na wale wote waliokuwa watu wazima watafia jangwani. Watakaoingia kwenye nchi ya ahadi ni wale tu waliokuwa na miaka kuanzia 20 kushuka. Unaona, ilikuwa ni kitu kidogo tu ambacho ilikuwa tu inahitajika kumwamini Mungu, kisha Mungu anaenda pamoja nao wanashinda. Lakini walipoacha kumwamini Mungu ikawakosti miaka 40 jangwani. Si tunaelewana hapo? Manake jambo lolote ambalo linamhusisha Mungu au jambo lolote ambalo Mungu aliwahi kuonyesha kabla, usilichukulie poa. Maana Mungu akiamua kufanya jambo ni Mungu wa standard. Ndio maana angalia watumishi wengi, au tujifunze tu kwa taifa la Israeli. Unaona sasa hivi wanapigana vita visivyokoma. Mungu hakuwa amewakusudia waishi maisha hayo, ila walipomuasi Mungu
waliposhindwa kumtii Mungu, Mungu akabadilisha mpango wake. Nilikuwa nasoma andiko fulani ambalo Yesu aliwaambia kwamba kwa kuwa kwamba limetimia andiko lililosema kwamba jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kula pembeni. Akasema kwa kuwa mmekataa, basi wokovu unaenda kwa mataifa. Naona Israeli walipomkataa Mungu na walipomkataa Yesu, Yesu akaondolewa kwao, tukapewa sisi mataifa. Na naomba nisome andiko moja. Natamani tupate picha ya kile kinachoendelea Tanzania na unabii ambao Mungu alikuwa ametoa mapema juu ya Tanzania kwa habari ya mpango aliokuwa nao. Luka sura ile ya 19 mstari kuanzia 41. Nasema alipofika karibu aliuona mji akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa amefichwa machoni pako. Kwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Unaona, Yesu anawaambia Yerusalemu kwamba laiti ungelijua yapasayo amani, lakini yamefichwa. Lakini unakuja wakati ambapo adui zako watakuzingira, watakuhusuru pande zote. Na mwisho anasema kwamba laiti ungalijua majira ya kujiliwa kwako. Maana yake kulikuwa kuna wakati wa amani kwa ajili ya Yerusalemu, kwa ajili ya Israeli, lakini hawakujua, hawakuchukulia serious. Ukisoma kwenye historia ya kanisa, baada ya miaka kama 70, kama sio 70 ni 100, na Israeli ilitawanywa, walivamiwa, wakatawanyika kwenye mataifa. Wamekuja kurudi mwaka 1948. Can you imagine? Miaka 1800 kasoro wako utumwani kwa sababu tu ya kosa dogo tu ya kutojua, kutotambua majira ambao Mungu alikuwa amekuja kuwatakia amani. Kwa hiyo na sisi Tanzania sasa hivi tunaoyapitia, kwa watu ambao sio wa rohoni wanaona tu kama ni kitu kimetokea, lakini kwa watu ambao Mungu wa rohoni, watu ambao wanasali, wanamjua Mungu, wanajua kwamba hiki kitu hakijatokea tu bahati mbaya. Mungu alikuwa amesema na sisi, ila hatukuchukulia serious. Kwa hapa tunavuna madhara ya kutomsikiliza Mungu. Kwa hiyo nimeanzia picha ya Israeli walipoacha kumsikiliza Mungu, waliingia gharama ya kuwa jangwani miaka 40. Wana wa Israeli walipoacha kumsikiliza Mungu, waliingia gharama ya kuwa utumwani, watumwa miaka 1800 kasoro. Na huko mwisho wa siku, kabla hawajarudi kwenye nchi yao, na wamerudi baadhi tu, kabila baadhi tu, wamepitia kuuawa. Tunajua Adolf Hitler ameua Waisraeli mamilioni ya watu. Na unakuona Tanzania tunapitia wakati mgumu, lakini nje ya hapo kuna sababu ya kimungu pia. Ndio maana watumishi wa Mungu, hili jambo linalotokea Tanzania litukumbushe sana kurejea maisha yetu, utumishi wetu, wito wetu. Kanisa, turejee msingi wa kimungu. Maana Mungu kama amekusudia kulitumia taifa la Tanzania kwa ajili ya uamsho, maana yake ni mwanzo sasa wa kujitengeneza. Na ninaomba niwaambie kitu kingine ambacho Habakuki kuna wakati ambapo aliona maovu yakiongezeka, akawa anaomba Mungu ayaondoe maovu. Mungu ayaondoe maovu, lakini Mungu alikuwa hayaondoi. Naomba nirejee hilo andiko Habakuki sura ya 1 inasema, neno la Bwana lilomjia neno la ufunuo alioona nabii Habakuki, mstari wa 2. Bwana, nilie hata lini wewe usitake kusikia, na kulilia kwa sababu ya udhalimu
ila hutaki kuokoa? Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na udhalimu mbele yangu, kuna ugomvi na mashindano yatokea. Mstari wa 4. Kwa sababu hiyo sheria imelegea, wala hukumu haipatikani, kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki. Kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana, imepotoka. Mungu alikuwa amenyamaza tu. Mungu alikuwa amenyamaza tu. Maana haya maombi ukirejea kwenye Biblia zingine sema kwamba malalamiko, alikuwa anamlalamikia Mungu. Mungu akawa amenyamaza. Ila sura ya 2 Yeremia akasema, mstari wa 1, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakalo niambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Kwa mwisho wa siku Yeremia sasa akaamua badala ya kulalamika asimame kwenye zamu yake aliyokuwa amepewa kama mtumishi wa Mungu. Na Habakuki aliposimama tu kwenye zamu yake, ndipo Mungu akasema naye. Na Mungu alisema naye nini? Alimpa maono. Hayo maono ndani yake alikuwa amebeba, yalikuwa anaonyesha kile Mungu anataka afanye. Ndio maana sura ya 3 anasema, Bwana fufua kazi yako. Kwa nini analia Bwana fufua kazi yako? Maana kwenye maono hayo pia inawezekana Mungu alimuonyesha kazi anazotaka zifufuliwe. Na siku zote Mungu akitaka afufue kazi, aidha kwa taifa au kwa kanisa, inaanza kufufuliwa kwa wale aliowapa jukumu. Maanake kama Mungu anataka uamsho Tanzania, hautatokea isipokuwa wale waliokusudiwa kuleta uamsho wameamshwa kwanza. Kama Mungu amekusudia mimi kunitumia kwa ajili ya uamsho, maana yake Mungu atashughulika na mimi pia mpaka niamke. Huo uamsho hauwezi ukatokea isipokuwa uanzie ndani yangu. Kwa hiyo, lakini kingine ambacho kinagusa zaidi kwa Habakuki ni kwamba jibu la Mungu kwenye sura ya 4 inasema, tazama roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Can you imagine? Umeomba Mungu aondoe uovu, aondoe dhuluma, alafu Mungu anakujibu mwenye haki ataishi kwa imani yake. Ogopa Mungu akitoa jibu hili kwenye taifa la Tanzania, kwamba kila mtu atajiokoa kwa imani yake. Manake hapa sasa inakuwa ni kila mtu anavyohusiana na Mungu. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu. Sasa nakumbuka ujumbe uliopita nilirejea ya kwamba kwenye jambo lolote, uovu wote ambao unakamata taifa zima au jamii fulani, sio uovu wa kukulupukia kuondoa, maana wakati mwingine kunakuwa na roho nyuma yake. Na kitu chochote ambacho ndani ya nyuma yake kimebeba chanzo au roho, sio cha kukulupukia isipokuwa umejua kwanza chanzo. Mfano, Daudi alishughulika na njaa kwa miaka 3 bila kuiondoa kwa sababu alikuwa hajajua chanzo. Mpaka aliporudi kwa Mungu na kumuuliza Mungu kwa nini, Mungu alipomjulisha chanzo akaelewa, ndipo akapata pa kuanzia. Kwa lazima ujue chanzo. Ukirejea maandiko kwenye kitabu cha Luka kama sikosei, ambapo Luka 21 kuanzia mstari wa 2 wa 3 hapo, ambapo shetani alimuingia Yuda Iskarioti akamtia nia amsaliti Yesu. Tunaona wakati Yesu anakula na wanafunzi wake, aliweka wazi ya kwamba mmoja wenu atanisaliti. Lakini kwa kuwa nyuma ya usaliti wa Yuda kulikuwa kuna roho iliyomuingia, hata hakupata nafasi ya kujirudi. Tunaona paka anakuja kumsaliti Yesu, ndipo shetani, kwa kuwa shetani ana tabia moja, akishamalizana na misheni yake anaondoka na kuacha. Kwa alipomaliza tu misheni ya kumsaliti Yesu, ndipo Yuda Iskarioti akajuta moyoni mwake. Lakini
nafasi ilikuwa imeisha, akaishia kujinyonga na akapasuka matumbo. Nini? Kwa haraka ni kwamba ilikuwa ngumu kumgeuza Yuda Iskarioti asimsaliti Yesu, wakati iliyokuwa na upaleti ndani yake juu ya usaliti huo ilikuwa ni roho ya shetani. Kadhalika kuna watu wanapambana na serikali ibadilishe, serikali wanapambana na utekaji, serikali ikomeshe utekaji. Naomba niseme hivi, ikiwa anayehamasisha, ikiwa aliye nyuma ya huo utekaji ndani yake kuna roho ambayo inasimamia huo utekaji, hata kama mwambieje hawezi akaacha mpaka roho itakapoondoka, mpaka hiyo roho itakapoondoka. Kwa sio kazi rahisi. Kwa haraka tangu wananchi, viongozi tumepiga kelele kwa habari ya utekaji, ungekuwa umeshakomeshwa. Lakini kila naye jaribu anakutana na kibano. Na wakati mwingine tunaweza tukawa tunawalaumu moja kwa moja polisi, wanajeshi, lakini kama nyuma ya huu utekaji kuna roho na kuna chanzo, sio rahisi. Ndio maana niliwaambia kwamba nyuma ya haya tunayoyaona, kwa sababu Mungu alikuwa ametoa unabii kabla, manake sio jambo la kumlaumu mtu. Anaweza akaondoka Rais Samia na bado yakatokea mabaya zaidi. Ukashangaa tulikuwa tuna vita ya ndani, sasa ikawa ni vita na mataifa. Nini? Kwa sababu chanzo sio Samia, chanzo ni roho iliyobeba haya machafuko yanayoendelea. Naomba nitamalizia na nini tufanye kama taifa. Cha kwanza kabisa ni waombe viongozi wa serikalini, watumishi wa Mungu. Huu ni wakati ambapo wa kumuomba Mungu, lakini pia na kusikiliza na kutafakari baadhi ya watumishi wa Mungu ambao Mungu alikuwa anaonyesha kabla. Maana hii vita sio ya Tanzania tu, na sio ya kwetu tu, sio ya ndani tu. Inaweza ikavuka mipaka. Kama Mungu alikuwa anaonyesha mpaka majeshi ya nje, sawa, inaweza ikawa ni ndoto, ni fumbo, lakini pia inaweza ikatimia pia. Naogopa bora muwe na vita vya ndani, mnaweza mkakaa chini mkasuluhisha, lakini vita vya nje, wa nje hawana uchungu na nyie. Wako tayari muendelee na vita mpaka miaka 30, kwa sababu vita yenu ni faida kwao. Kwa hicho ndicho ambacho mimi nakiogopa zaidi. Na hicho ndicho ambacho ninatamani jeshi likiwaze kabla hawajawaza waandamanaji, polisi na vyombo vyote vya dola. Kabla hawajawaza juu ya waandamanaji, wawaze juu ya mataifa mengine ambayo yametulia kama hayapo, lakini yanatafuta fursa kwenye haya maandamano. Ndio maana inahitajika hekima kutatua maandamano haya, machafuko haya yanaweza kutokana na maandamano kwa njia ambayo itakuwa ni bora zaidi, ili kutofungua mlango na mipaka. Lakini pia kwa kanisa, mnajua nguvu ya maombi. Kwenye kuomba kwetu tufunge mipaka ya Tanzania. Tufunge mipaka Tanzania katika ulimwengu wa roho, ili isifungue nafasi ya maadui wa nje. Maana ni hatari zaidi. Bora sisi wa Tanzania tuna kacha yetu, tuna haiba zetu, tuna mila zetu ambazo kidogo ni rahisi kuturudi kwa haraka. Lakini ni ngumu zaidi kwa wale ambao wanafanya kwa masilahi yao, hawana utaifa wala hawezi kuwa wazalendo kwa taifa ambalo sio ya kwao. Tumeona hayo kwenye nchi mbalimbali kama Libya, tunaona mpaka sasa. Kwa mwanzo wataonekana kama wanasapoti, wana nia njema, lakini mwisho wa siku wana masilahi yao. Ndio maana nilikuwa na shauri waandamanaji, vijana wenzangu ambao mnawaza kuandamana. Mimi kwa binafsi, kama ingekuwa kwamba nimeulizwa kuomba ushauri, ningewaambia ni heri tungeanzia kwa Mungu, kuandamana kwa Mungu kwa maombi na vilio kwa Mungu, kama alivyofanya Esther na Mordekai na Wayahudi. Mungu ana nguvu ya kujibu kwa haraka kuliko hata kwenda kulilia ofisi ya Umoja wa Mataifa. Ni sawa
haki inaweza ikapatikana, lakini sio kwa namna nzuri kama ambavyo mtu angeanzia kwa Mungu aliyetuumba. Najua wengine hawaamini juu ya Mungu au imani yao ni ndogo sana, lakini Mungu yupo. Mungu yupo hata kama hatuamini kwa kiwango kikubwa, lakini Mungu yupo. Na huyo ndiye anayeweza kutoa haki kwa mtu bila upendeleo. Na lakini ngoja niimalizie andiko hili ili tufungue pia kwenye kitabu cha Samueli ngoja nitafutie ile andiko kwenye Samueli wa pili sura 24 mstari wa kwanza inasema, tena hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, akamtia Daudi nia juu yao, akisema, nenda ukawahesabu Israeli na Yuda. Israeli walikuwa wamemtenda Mungu dhambi, na sheria ya Mungu ilikuwa ni kwamba hupaswi kuwahesabu Israeli. Kwa sababu Israeli walikuwa wamemtenda Mungu dhambi, akamtia nia Daudi awahesabu. Na Daudi alipohesabu Israeli, maana yake ni kosa, hasira ya Mungu ikawaka. Kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza sura 21 inaonyesha kwamba shetani akamtia nia Daudi. Maana yake nia ya kuhesabu Israeli ilitoka kwa shetani, lakini Mungu alikuwa ameiruhusu ili awapige Israeli. Kwa hiyo ukiunganisha maandiko mawili utaona kwamba aliyeweka nia ya kwanza, aliyekusudia kwa mara ya kwanza kuwahesabu Israeli ni Mungu. Kwa sababu gani? Alitaka awapige Israeli kwa sababu ya dhambi zao. Ila kwa sababu Mungu hawezi akafanya uovu, manake aliruhusu shetani amjaribu Daudi. Kwa hiyo lango pekee la Israeli kupona ilikuwa ni Daudi kushinda ushawishi wa shetani. Hapo ndipo Daudi kama kiongozi angeweza kuwaokoa Israeli. Lakini Daudi hapo, kwa sababu alishindwa na ule ushawishi wa shetani ndani yake, manake kama Daudi angesimama kwenye zamu yake kama mfalme, lakini kama kuhani, maana ukiwa kiongozi unakuwa kama kuhani, mpatanishi kwa ajili ya watu na Mungu, manake angeweza kuishinda Israeli, wasingeangamia. Kwa kadhalika na taifa la Tanzania ni sawa na kwamba ni sawa na kwenye Daudi hapa, kwamba tumemtenda Mungu dhambi, na kwa sababu ya dhambi Mungu akaruhusu roho ambayo kiongozi wa kitaifa akawa hana uwezo wa kuidhibiti. Lakini wanaolengwa sio rais moja kwa moja, wanaolengwa ni watumishi wa Mungu wa Tanzania ambao wanamjua Mungu lakini hawaendi pamoja na Mungu. Kwenye Warumi inasema kwamba walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu. Tafakari leo makanisani wanawake wanaenda nusu uchi, na wachungaji wapo, mchungaji anachowaza ni kuhubiri tu zaka, sadaka, lakini mtu yuko uchi. Can you imagine kipindi kile cha nyuma mtu ulikuwa ukitaka kwenda kanisani unawaza nguo gani nivae? Leo mtu mapaja yako nje. Kwa hiyo tumemjua Mungu lakini tumeacha kumheshimu kama Mungu. Kwenye Wakorintho inasema kwamba basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Leo tumejali, kanisa imekuwa kama taasisi ya kukusanya pesa. Kwa maana yake ni wakati ambapo Mungu anaruhusu roho kupitia kiongozi. Na kwa sababu nakuta kiongozi sio mtu wa rohoni sana, hana uwezo wa kuidhibiti hiyo roho, basi na upaleti kupitia yeye. Watu tunamuona moja kwa moja aliyekosea ni nani? Ni kiongozi. Kama hapa kwa Daudi, alikosea Daudi, lakini chanzo kumbe ilikuwa ni wao Israeli. Daudi ilikuwa tu kama lango la kupitisha hasira ya Mungu. Lakini uzuri Daudi, kilichowasaidia Israeli kwamba Daudi alikuwa mtu wa Mungu.
kwao akajirudi mapema. Mstari wa 10 nasema, ndipo moyo wake Daudi ukamchoma baada ya kuhesabu hao watu. Naye Daudi akamwambia Bwana, nimekosa sana kwa haya niliyoyafanya. Lakini sasa Bwana, nakusihi uondolee mbali uovu wa mtumishi wako, kwani nimefanya upumbavu kabisa. Nitarukia mstari wa 12. Bwana akamwambia Gadi, nenda ukanene na Daudi ukumwambie, Bwana asema hivi, na kuwekea mambo matatu katika haya, uchague moja nikutendee hilo. Basi Gadi akamwendea Daudi akamweleza, akamwambia, basi miaka 7 ya njaa ikujie katika nchi yako, au miezi 3 kimbie mbele ya adui zako huku akikufuatia, au siku 3 iwe tauni katika nchi yako. Fanya shauri sasa, ufikiri ni jawabu gani nimrudishie yeye aliyenituma. Naona hapa tunajifunza kitu kikubwa sana, ya kwamba pamoja na kwamba Daudi aliomba toba, lakini Mungu aliruhusu adhabu ipite kwa Israeli. Maana aliyekuwa anatafuta sio Daudi, ni Israeli. Ni kweli Daudi ametubu kwa nafasi yake, sawa, lakini walengwa wakubwa walikuwa ni Israeli. Naona yeye ni kama lango tu ameruhusu. Maana yake kosa la Daudi lilikuwa ni kuruhusu yeye kama lango, lakini walengwa ni hao Israeli. Naona basi kwa Mungu akamsamehe Daudi, na ukiangalia kwenye adhabu hii Daudi hajapigwa hata kidogo. Naona haya. Basi adhabu ikatolewa kwa namna 3, achague. Tauni ya siku 3, maana yake ghadhabu ya Mungu ya moja kwa moja. 2, njaa kwa miaka 7, au adui wapige kwa miezi 3. Tunajifunza nini mahali hapa? Kwamba kuna wakati ambapo kumbe Mungu anaweza akatoa njia, akawapa mchague mnatumia njia gani. Leo hii tunalaumu maandamano na nini, lakini Mungu alitoa option. Je, tumlilie Mungu, tumuombe Mungu atimize mapenzi yake, au twende kwenye maandamano? Kwa sababu watumishi wengi nikiwemo na mimi tulianza kuhamasisha mapema, jamani twendeni kwenye maombi ya kitaifa, lakini mwitikio ulikuwa ni mdogo. Maana yake option ya kwanza hiyo kwa upande wangu, yamkini option ambayo ingetuchukua muda mfupi kuvuka, either ni siku 3 au siku 7 kuvuka, leo imetuingiza kwenye, huu ni mwezi wa pili sasa, mwezi wa 10 wa 11, huu ni mwezi tunaelekea wa 3. Naona ni kama hapa tu kwa Daudi aliambiwa achague siku 3 au miezi 3 au miaka 7. Kwa hiyo inawezekana kabisa kadri ambavyo tunachelewa kuamua mapenzi ya Mungu, tunaweza tukaingia kwenye adhabu tukavuka kwenye adhabu ya miezi 3 tukaingia kwenye adhabu ya miaka 3 au miaka 7. Kwa ndio maana huu ni wakati wa kuamshana watumishi wa Mungu, tumrudie Mungu. Tumeshapotoka pakubwa kwenye injili zetu. Injili zetu siku hizi sio kama za mwanzo. Tafakari hata waimbaji, nyimbo kwaya ambazo zamani zilikuwa zikiimba unasikia mguso wa kimungu, leo zikiimba unasikia burudani. Kuna utofauti kati ya kumwabudu Mungu na kuburudisha watu. Zamani ulikuwa wimbo ukiimbwa mtu anamrudia Mungu, lakini leo wimbo ukiimbwa anapata msisimuko wa kucheza mpaka jasho linatoka. Na sio kwamba anacheza mbele za Bwana, bali muziki na maneno yanamvutia kucheza. Unaona? Kwa sasa mahali hapa wa Tanzania tunajifunza, je, sisi tumechagua njia ipi? Ya siku 3? Hapana, ya siku 3 tusingekuwa hapa tulipo. Ya miezi 3 inawezekana tumechagua miezi 3. Lakini kadri ambavyo tuna delay tunaweza tukaingia kwa ya miaka 7, kama ilivyokuwa njaa ya kipindi cha Yusufu akiwa Misri. Lakini kuna kitu cha kujifunza kwa Daudi, huu mstari wa 25. Mungu, kwa kuwa Daudi alikuwa amechagua njia ya Mungu
ghadhabu ya Mungu. Daudi alisema kwamba ni heri nianguke kwenye mikono ya Mungu kuliko kwenye mikono ya wanadamu. Mungu alizuia tauni, walikufa watu 70,000 kwenye miji mingine, lakini malaika wa Bwana aliponyosha mkono kwenye mji wa Yerusalemu, Mungu akamwambia azuie, maana Mungu ni wa huruma. Mstari wa 25 unatuambia, naye Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani. Basi Bwana aliridhia nchi na tauni ikazuiliwa katika Israeli. Hapa kuna somo kubwa sana. Daudi alipotoa sadaka kwenye madhabahu aliyomjengea kwa ajili ya Bwana, Mungu akazuia tauni isiendelee. Ninaomba nikomee mahali hapa. Nitakuja kila mmoja niache anajiuliza, je, tufanye nini kama taifa mbele za Mungu? Sio mbele za Umoja wa Mataifa, sio mbele za serikali, mbele za Mungu, ili Mungu atuepushe na machafuko haya, lakini hasa na machafuko ya nje, machafuko ya kimataifa. Tufanye nini? Nitaleta ujumbe mwingine, lakini mahali hapa naomba nihitimishe kwa kuomba. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, ninakuja kwako Mungu uliye hai. Ninatubu kwa ajili yangu ambayo ulinipa ujumbe kwa muda mrefu, lakini Bwana sikutimiza kwa kama ulivyokuwa umekusudia. Mungu uliye hai, nisamehe. Naomba Bwana unisamehe na unipe nafasi nyingine. Baba, ninakuja kwako. Ninatubu kwa ajili ya serikali iliyopita Rais Magufuli, ambapo baadhi ya mambo yalianzia kwake kama utekaji. Mungu, naomba umsamehe pia. Baba, ninatubu Bwana. Lakini pia hiyo roho ya utekaji haijaanzia hapo. Kuna watu pia walikufa kipindi cha awamu zingine. Kumbe hiyo roho iliendelea kukua na kukua na kukua. Lakini sasa naomba rehema na toba kwa ajili ya awamu ya Rais Samia, ambapo sasa maovu yameongezeka, utekaji umeongezeka. Mungu, tazama Bwana, natubu kwa ajili yake, umsamehe Bwana. Yamkini yeye sio chanzo ni sisi kama taifa. Maana kama sisi tungekuwa kwenye haki, nguvu ya uovu isingeweza kumiliki kiti cha uraisi. Tusamehe Mungu wetu uliye hai. Msamehe pia naye Bwana, mpe neema Bwana. Tazama anakabiliwa na mambo mengi kama mwanadamu. Mungu, natubu kwa ajili yake. Wewe ni Mungu ambaye hupendi kuona mtu anaangamia. Sulemani ulipompa nafasi ya kuomba anachotaka, hakuomba roho za adui zake. Hilo likakupendeza. Na sisi kama taifa, kama watu wa Mungu, Bwana, hatuombi kwa ajili ya hatuombi roho ya Samia iangamie, maana wewe ni Mungu wa upendo. Hatusimami na mataifa na watu wa mataifa wasio kujua wewe, tufanane roho zao na maombi yao. Mungu, wao wanaomba kifo, lakini sisi tunaomba rehema na toba kwa ajili yake na utawala wake. Mungu uliye hai, uliponikumbusha kwamba sisimami kwa ajili yangu na mihemko yangu, bali nasimama ili kukuwakilisha wewe. Ukasema Mungu, wewe ni Mungu wa upendo, natakiwa kukuwakilisha kwa sura ya upendo kama ulivyokuwa na upendo. Ndiyo maana nikegeuka Bwana kutoka kwenye ubinadamu wa kutamani mtu aanguke. Na sasa Mungu, naomba rehema na toba. Baba, tusamehe kama taifa. Samehe vyombo vya dola. Samehe Bwana. Mungu, naomba amani pekee inatoka kwako. Tupe amani taifa la Tanzania. Ona maandamano ambayo yako mbele yetu kesho tarehe 9 mwezi wa 12 2025. Nyosha mkono wako Bwana, ukatuepushe na ghadhabu yako, ukatuepushe na machafuko ya ndani na nje ya nchi. Mungu, simama nami, nyenyekea mbele zako Bwana. Nipe neema kusimama kwenye zamu yangu kama ulivyoniita, pamoja na watumishi wote uliowakusudia kusimama kwenye zamu zao. Ninaomba Mungu na kuamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana. Tutaonana kwenye ujumbe mwingine ambao naamini ni muhimu katika kutupa hatua. Nitautoa kabla ya maandamano hajaanza. Ninachotamani ni kuona Mungu anatushindia kutoona maandamano, lakini kiuhalisia
Juzi tu hapa kuna mtu ameota kwa bali ya mabomu imeanza si wapi, si Morogoro, si wapi, si kwake, mpaka Dar es Salaam. Kwa maana yake bado pamoja na maombi hayo bado inaonyesha bado kunaweza kukatokea na machafuko. Pia kuna mtumishi mwingine amenijulisha, imekuwa sasa jana tarehe 7, kwamba kuna mtu amemshirikisha kwamba ameona kuna vurugu za maandamano. Kwa tuendelee kuomba, bado Mungu anaweza akafanya jambo lolote. Tusiache kuomba, kufunga na kuomba. Mungu awabariki sana, tuzidi kuombeana.